Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Habari njema sasa nchini Tanzania, baada ya msururu wa taarifa mbaya wiki nzima, hatimaye serikali imerejesha tabasamu mioyoni mwa Watanzania. Siku ya kwanza ofisini Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan ameondoa amri ya kupigwa marufuku kutoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi usiku. Samia Suluhu Hassan kutoka Ikulu Dodoma leo afutilia mbali kafyu au kuwa majumbani usiku masaa machache baada ya kufungua intaneti jana. Atuma ujumbe huu mrefu sasa hivi uliothibitishwa na BBC Swahili News. Kabla ni kusomea ujumbe huo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Nchini Tanzania leo, wimbi la ahueni na afueni na matumaini linaenea nchini kote usiku wa leo baada ya wiki iliyotawaliwa na hali ya wasiwasi, ghasia pamoja na mashaka yaliweza kuzua hofu ndani ya wiki moja iliyopita. Kwa mara ya kwanza tangu maandamano ya baada ya uchaguzi kuzuka, wananchi leo wamepata tabasamu tena. Serikali inayoongozwa na Rais mpya Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma imeondoa rasmi amri ya kutotoka nje usiku, yani kafyu, iliyokuwa imewekwa baada ya machafuko ya uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Hatua hiyo inaashiria mwanzo mpya kwa nchi ambayo imevumilia siku kadhaa za hofu, machafuko na maandamano, na kufungwa kwa uhuru uliofuata uchaguzi uliozozaniwa kusababisha kuweza kupigwa marufuku ya kutoka nje na kuzimwa kwa mitandao. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Jeshi la Polisi Tanzania leo, uamuzi wa kuondoa amri ya kutotoka nje ulitolewa moja kwa moja na Rais Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kwanza madarakani ama ofisini. Rais huyu ambaye aliapishwa Novemba tarehe 3 jana baada ya uchaguzi wenye utata uliogubikwa na maandamano na machafuko na madai ya wizi wa kura, aliagiza kwamba wananchi sasa wawe huru kuhama na kufanya shughuli zao za kawaida hata baada ya saa 12 jioni. Tangazo hilo linafuatia uamuzi wake wa juzi wa kurejesha ufikiaji wa mtandao au interneti ambao ulikuwa umezuiwa wakati wa kipindi kigumu cha machafuko ya uchaguzi na maandamano Tanzania. Amri ya kutotoka nje imekuwa mojawapo ya vizuizi vyenye utata vilivyoletwa na vyombo vya usalama kufuatia maandamano ya ghasia yaliyozuka siku ya uchaguzi. Waandamanaji walikuwa wameingia mitaani katika miji mikuu Dar es Salaam, Arusha na Mwanza wakitaka kuwepo kwa uwazi na kuzishutumu mamlaka kwa kukandamiza sauti za upinzani, ambayo ililazimisha serikali kuweza kupiga marufuku ya kutoka nje. Biashara pia zilifungwa, barabara ziliwekwa vizuizi na mapigano kati ya polisi na waandamanaji wenye fujo yaliacha kadhaa wakijeruhiwa huku wengine wakidaiwa kufariki. Kuondolewa kwa amri hii ya kutotoka nje sasa kunaashiria uwezekano wa mabadiliko katika mgogoro wa baada ya uchaguzi wa Tanzania. Katika hotuba yake wakati wa sherehe za kuapishwa kwake jana, Rais Samia aliwahakikishia wananchi wa Tanzania kwamba kipaumbele cha serikali yake kitakuwa kurejesha amani, utulivu na umoja kutokana na uchaguzi na maandamano yenye ushindani. Alisisitiza kuwa kuondolewa kwa amri ya kutotoka nje ni hatua ya kujenga tena imani ya umma wa Watanzania katika kujitolea kwa serikali kwa hali ya kawaida. Nikinukuu, alisema watu wa Tanzania sasa wanastahili kuishi bila woga, alisema Samia, akitaka taifa lipone majeraha ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Vilevile, ofisi za serikali pia zimerejelea shughuli zao za kawaida, huku watumishi wa umma wakielekezwa kurejea kazini mara moja. Wizara ya Leba ilithibitisha kuwa wafanyikazi wote wa sekta ya umma wanapaswa kuripoti kwenye vituo vyao, huku serikali ikijaribu kufufua shughuli za kawaida za kiuchumi zilizolemewa na machafuko ya maandamano. Tangazo hili lilikaribishwa na wafanyabiashara na waendeshaji wa usafiri ambao walisema kumalizika kwa amri ya kutotoka nje kutawasaidia kupata hasara waliopata wakati wa kufungwa kwa juma kwa sababu ya uchaguzi na maandamano yaliyotokea. Jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania pia ilitoa tamko la kupongeza hatua hiyo ya Samia Suluhu na kubainisha kuwa wafanyabiashara wengi wadogo wamekuwa wakielekea kuporomoka kutokana na vikwazo vinavyozuia shughuli zao baada ya jua kuzama. Wachuuzi wa mitaani, waendesha bodaboda na wamiliki wa vibanda vya chakula ambao hutegemea sana biashara jioni sasa ni miongoni mwa wale wanaosherehekea uamuzi wa serikali. Jumuiya ya wafanyabiashara hata hivyo ilizitaka mamlaka kudumisha usalama huku maisha ya kawaida yakirejea kufuatia kipindi kigumu cha uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Waangalizi wa kimataifa pia wamezingatia maendeleo ya hivi punde, huku BBC Swahili News ikithibitisha ukweli wa tangazo la serikali na kulieleza kama mwale wa matumaini.
kwa raia ambao wamekaa kwa siku chini ya kizuizi cha kutokuwa na uhakika na kutotoka nje usiku. Hata hivyo, upande mwingine, wachambuzi wanaamini kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anataka kuweka mbali utawala wake na mbinu nzito zilizotumiwa wakati wa maandamano ambayo yameleta ukosoaji kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa. Wiki moja tu iliyopita, hali ya anga nchini Tanzania ilikuwa mbaya. Uchaguzi huo ulikuwa umeitumbukiza nchi ya Tanzania katika machafuko ya maandamano, huku wafuasi wa upinzani wakifurika barabarani wakidai uchaguzi huo ulichakachuliwa. Mitandao ya kijamii iliwekewa vikwazo, waandishi wa habari walidaiwa waliwekwa kizuizini, na mikoa kadhaa pia ilikabiliwa na uvamizi wa usiku wa vikosi vya usalama wakitaka kuleta amani. Serikali ilihalalisha amri ya kutotoka nje leo kama hatua muhimu ya kudhibiti vurugu, lakini wananchi walieleza kuwa ni adhabu ya pamoja. Kwa hivyo kuondolewa kwa amri ya kutotoka nje kunaonekana kama ishara ya upatanisho kufuatia uchaguzi na maandamano yenye mgawanyiko na fujo. Katika mitaa ya jiji ya Dar es Salaam leo, shangwe na vifijo vilisikika huku habari hizo zikienea. Wakazi wengi ambao walikuwa wamekaa ndani usiku kucha kwa kuhofia kukamatwa usiku wa uvurugu waliweza kumiminika mitaani kushangilia, wengine wakiwasha mishumaa na kuimba nyimbo za kizalendo na kuomboleza waliofariki. Kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi na maandamano kuanza, hali ya jiji iligeuka kuwa ya matumaini na furaha. Madereva wa teksi walipiga honi kusherehekea, huku familia zikitembelea mikahawa ambayo ilikuwa imesalia kufungwa kwa siku kadhaa. Kwa sasa, hata hivyo, watu wa Tanzania wanakumbatia wakati huu mfupi wa unafuu na furaha. Amri ya kutotoka nje ambayo ilikuwa ishara ya udhibiti wa serikali na hofu imetoweka. Raia kwa mara nyingine tena wanaweza kuhama kwa uhuru usiku, kuunganisha tena mitandao na kuendelea na maisha yao ya kawaida baada ya siku nyingi za mvutano wa uchaguzi. Serikali imeahidi kuendelea kufuatilia hali ya usalama ili kuhakikisha amani na kuwepo baada ya uchaguzi na maandamano. Huko Arusha na Mwanza, wakuu wa mikoa walithibitisha kuwa polisi wameagizwa kuchukua mbinu ya polisi jamii, hata hivyo badala ya mbinu za makabiliano. Hii inafuatia ukosoaji kwamba vikosi vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano. Serikali inasema mbinu hii mpya itazingatia mazungumzo, kujenga uaminifu na ushirikiano kati ya polisi na umma, hatua muhimu ya kurejesha utulivu baada ya uchaguzi na maandamano ya mgawanyiko yaliyoshuhudiwa. Waangalizi wanasema siku zijazo zitakuwa muhimu kwa utawala mpya wa Rais Samia, jinsi serikali yake itakavyoshughulikia matokeo ya uchaguzi na maandamano ya Tanzania mbeleni itaamua kama nchi inaweza kuvuka kutoka machafuko hadi utulivu. Watanzania wengi wanafuatilia kwa makini, wakitumai kuwa huu ni mwanzo wa uponyaji wa kweli wa kisiasa. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama video hii. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile fanya jambo la busara kwa moyo mkunjufu na wa dhati, kubonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Vile mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii.